kabla hawajasilimu walikuwa yuhalluna limanata, walikuwa wakenda wakitupaza sauti zao kwenye sanamu lao likiitwa Manata at-Taghiya, ambalo lilikuwa ni sanamu jeuri kusema kweli. Hiyo ni sifa yake, lile sanamu limepewa sanamu Taghiya. Allati, sanamu ambalo kanu yaabudunaha, walikuwa wakiliabudu wa Ansari inda al-Mushallali, pale kwenye maeneo yanaitwa Mushallali. Waliliweka sanamu hili Mushallal, wakawenda wakilitufia pale, wakitoa tahlili zao za kishirikina, wakilitukuza sanamu hilo Mushallal. Katika sehemu Mushallal, Mushallal ni karibu na sehemu inaitwa Qudayd, ni karibu na sehemu inaitwa Qudayd ambayo ipo katikati baina ya Maka na Madina. Waliweka sanamu hili kabla ya Uislamu, watu walikuwa wakenda wakitufu na kulizungurukia pale. Wanasema hawa watu wa Madina kabla hawajasilimu walikuwa na ibada yao hiyo ya kwenda kulitufia hilo sanamu lao Manata kwenye sehemu inaitwa Mushallal. Wa yufakana min man ahalla, sasa ikawa wale ambao wanapaza sauti yao yataharraju, wale wanaofanya ihlal wakawa wanaofanya talbia wakawa yataharraju, wanaona ni dhambi, wakawa wanaona tabu, an yatawafa bisafa wal marwa, na wao kutufu baina ya Safa na Marwa, wakaona ni shida, kwa sababu kwamba na pale Safa na Marwa napo palikuwa na sanamu. Kulikuwa na sanamu mbili, kuna sanamu wakiita Isafi na moja wakiita Naila. Haya masanamu yaliwekwa baina ya jabal Safa na Marwa. Sasa wakaona na wao wakifanya sa'i baina ya Safa na Marwa itakuwa ndio kile kitendo walichokuwa kikifanya kule Mushallal ya kutufu kwenye sanamu linaloitwa Manata. Inafahamika? Narudia. Yani walikuwa maansar. Mama Aisha anasema hii aya ilishuka kwa sababu ya Ansari, watu wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Madina walikuwa kabla an yaslimu, kabla hawajaingia katika Uislamu, walikuwa yuhilluna, wakitoa talbia zao limanata, wakenda wakitoa talbia kwenye sanamu linaloitwa Manata Taghiya. Hiyo ni sifa hilo sanamu. Allati, ambalo kanu yaabudunaha, wenyewe walikuwa wakiliabudu sanamu hilo Manata indal Mushallali, kwenye maeneo yanaitwa Mushallali. Nasema Mushallali ni karibu na sehemu inaitwa Qudayd, ipo katikati baina ya Maka na Madina, ndipo lilipowekwa sanamu hili, wakenda pale wakilizunguruka. Waelewana mpaka hapo? Sasa kwa sababu hii ni ibada wakiifanya katika ujahilia, sasa walipokuja kuingia kwenye Uislamu wakakuta kuna ibada ya tawafu baina Safa na Marwa, wakati pale Safa na Marwa pia napo pamewekwa sanamu Isafi na Naila. Kwa ukaona hapa tukitufu, si ndio kile kitendo chetu tulikuwa tukikifanya kule kutufu kwa ajili ya Manata? Kwa wakawa yataharraj, yani wakawa wanaona shida, wanaona itakuwa dhambi hii, kwa ikawa hawasai baina Safa na Marwa, ili wasije wakawa wafanya tendo kama lile la nyuma hapo walikilifanya katika ujahilia. Mpaka hapo tu pamoja Wanasema fakana man ahalla, basi ikawa wale waliohirimia hija, ikawa yataharraju, wanaona shida, wanaona tabu, wanaona kama ni dhambi, an yatawafa bisafa wal marwa, kutufu sa'i na Marwa, baina Safa na Marwa, kwa sababu napo palikuwa pamewekwa hilo sanamu. Waelewana? Sasa falamma aslamu, waliposilimu, saalu Rasulullah, walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam an dhalika, kuhusiana na hilo. Ya Rasulullah, vipi pale kwenye Safa na Marwa kuna sanamu walimeziweka majahili, na sisi tunakotoka huko kwenye ujali tulikuwa tukifanya kama hivyo kule sehemu inaitwa Mushallal. Vipi na hapa tukisai hapa baina Safa, si dhambi hii? Itakuwa tunasai kwa ajili ya masanamu, kutukuza sanamu zile. Tuko pamoja? Wakamwambia Mtume, akamuuliza, wakasema ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, inna kunna nataharraju, sisi tulikuwa tunaona ni dhambi an natufa baina Safa wal Marwa, kutufu kati ya Safa na Marwa, tunaona shida. Na kuwaje? Mtume akawa hana jawabu.
Faanzala Allahu taala, ndiyo Allah akateremsha jawabu kwa kusema inna safa wal marwata min sha'airillah, kwamba hakika kusai baina Safa na Marwa ni katika alama ya kumtukuza Allah, wala hamutukuzi zile sanamu. Sababu nyinyi hamwendi kutukuza sanamu, nyinyi mnakwenda kwa ajili ya kutukuza kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya imekuja kuonyesha kwamba ile mnalionea shida kwamba mwaona tabu, hiyo tabu hakuna dhambi. Kwa ikaja la junaha an yatawafa bihima, sawa, hakuna ubaya, hakuna dhambi kutufu, kwa maana tufuni. Ikashuka hiyo aya, al-aya. Qalat Aisha, akasema mama Aisha radhiallahu anha, wa kad sanna Rasulullah, na hakika amesunia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma, amesunia kutufu kati ya milima miwili hiyo. Falaisa li ahadin, kwa kuwa mtume amesunia, kwa hiyo haimfali yoyote an yatruka at-tawafa bainahuma, kuacha kutufu baina sa'i na Marwa, Safa na Marwa, haimfali kuacha, kwa sababu mtume pia amesunia, pamoja na kwamba Allah kaamrisha. Hiyo ushahidi wao wanaotumia mama Aisha na masahaba wale wenzake. Pili, warawa Muslimun, akapokea na Muslim ana Aisha kutoka mama Aisha radhiallahu anha vile vile, kala amesema wafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitufu mtume rehma na amani juu yake baina Safa na Marwa, jamani watafa almuslimuna, na waislamu wakatufu, yani baina Safa wal Marwa. Tawafu inakusudiwa ni tawafu baina Safa na Marwa, walifanya hivyo. Fakana sunna, kwa hiyo kwa kuwa mtume kafanya imekuwa ni sunna. Wala amri, na apa ma atamma Allahu hajja, Allah hatoikamilisha hija ma lam yatuf, ya yule ambaye hakutufu baina Safa wal Marwa, kuonyesha kwamba ni nguzo kwa upande wao, wametumia ushahidi hiyo. Tatu, wa an Habiba binti Abi Tajraa, kutoka kwa mama Habiba binti Abi Tajraa, ihda nisa'i bani Abdiddari, huyu ni mmoja kati ya wanawake wa ukoo wa Bani Dari, kabila la Bani Dari. Pale tumesema dakhaltu ma'a niswatin, niliingia pamoja na wanawake wenzangu, min Quraishi, miongoni mwa wanawake wa Quraishi. Tuliingia wapi? Dara ali Abi Hussein, tuliingia katika nyumba ya baba Husaini. Dari ali Abi Hussein, nyumba ya watu wa baba Hussein. Tuliingia mule, lengo letu nandhur, tupate kuchungulia na kuangalia ila rasulillah, tupate kumuona mtume sallallahu alaihi wasallama, wa huwa yas'a baina Safa wal Marwa, akiwa anasai baina Safa na Marwa, tumuone asai vipi. Wa inna mizarahu, na hakika shuka yake aliyoivaa ilikuwa la yaduru fi wasatihi, ilikuwa inazunguruka hapa katikati, yani kaikunja mpaka katikati hapa, ili apate kusai vizuri. Min shiddati sa'ihi, kutokana na shiddati sa'ihi, kutokana na ule, tuseme vipi jamani, uzito wa kule kusai, kwamba anasai halafu shuka limeshuka chini huku seruni, inakuwa kidogo shida Kwa hiyo kanyanyua hapa, inazungurukia hapa. Min shiddati sa'ihi, la yaduru fi wasatihi min shiddati sa'ihi, hatta inni, anasema mpaka mimi, la aqulu, nilikuwa nasema, inni la ara rukubate, mimi na sasa nitayaona magoti yake, vile anavyokunja ile nguo shuka yake, sema huyu sasa nitaona magoti yake sasa. Wasamituhu yakulu, na nikamsikia katika sai anasema, isau, jamani saini, fa inna Allaha, kwani Allah, kataba alaikum sa'ya, amefaradhisha kwenu sai. Kwa dalili hii inaonyesha nayo wameitumia kwamba ni nguzo kusai. Kwa hiyo ukiacha kusai baina Safa na Marwa, maana yake kwa mujibu wa msimamo wa mama Aisha na hawa wenzake kina hivi, utakuwa hija yako ni batili, wala haitoungika kwa kufanya kumwaga damu. Hadithi rawahu Ibn Majah wa Ahmadi wa Shafi'i. Dalili ya nne, wali annahu nusukun fil haji, wakasema isitoshe kwamba kusai ni ibada miongoni mwa ibada za hija, wal umra na umra, lazima unafanya umra na hija ufai. Kwa kuwa ni ibada katika ibada hija na umra, fakana ruknan fihima,
Kwa hiyo imekuwa ni nguzo katika mawili haya, yani katika haji na umra. Katawafi bilbaiti, sawa sawa na kutufu katika nyumba ya Allah, ile tawafu pale kama ile ilivyokuwa ni rukni, basi na hii nayo ni rukni, lazima watu wasa'i baina Safa na Marwa. Huo msimamo wa kwanza ambao ni msimamo wa Mama Aisha, sawa msimamo wa Mama Aisha, Mama Jabiri bin Umara na Imam Malik iliponya na Imam Shafi na moja katika riwaya ya Imamu Ahmad, wanaona ni nguzo hiyo. Bau, msimamo wa pili au B, wa dhahaba ibn Abbas, msimamo wa pili ni wa Ibn Abbas. Amekwendaje? Wa Anas na Anas bin Maliki, wa bin Zubairi na mtoto wa Zubairi, wa bin Sirina na Ibn Sirina, wa riwayatu an Ahmadi na riwaya nyingine kutoka kwa Imam Ahmad. Tumeona huyu bwana na riwaya mbili ule yuko na huku yuko. Wao wanaona annahu sunna, kwamba kusai sio nguzo ila ni sunna. La yajibu bitarkihi shay, ni sunna ambayo hapawajibiki, ukiacha hapawajibiki chochote. Yani kama hukusai kwa sababu ni sunna, hija yako haitobatilika na wala hutowajibikiwa na kufanya kafara nyingine yoyote, kwamba labda uchinje na hivi na hivi. Kwa mujibu wanaona huwajibikiwi na kitu chochote kama utaacha. Haya, na wao dalili zao wametumia wapi? Istadallu biqaulihi ta'ala, wametumia dalili kwenye kauli ya Allah isemayo fala junaha, kwamba hakuna ubaya an yatawafa bihima, kutufu katika vilima hivi hakuna ubaya. Kisheria inapokuja la junaha, maana yake kusoma jambo si la lazima. Uko pamoja Inapokuja la junaha sheria, maana yake kwamba jambo si la, hakuna ubaya kufanya hilo jambo. Maana yake ukifanya sawa, kama ukufanya pia maana yake hakuna dhambi, ndio maana yake. Kwa umetumia hivyo wao tafsiri yao. Wanafa alharaj, na imeondoshwa haraji, imekataliwa ubaya hapo, dhambi anfa'ili, si ndio? Sote tunaona sawa sawa. Anfa'ilihi, imekataliwa dhambi, kwamba hatopata dhambi anfa'ili, atakayefanya hilo tendo. Hii dalilun, inaonyesha dalili ala ujubi, kwamba hilo jambo limewajibishwa, lakini si kwa maana yake kwamba linaondoa sunna, linaondoa hija. Fa inna hadha, asema hakika jambo hili rutubatul mubahi, linaingia katika daraja ya jambo lililohalalishwa mubah. Wa innama, na si vinginevyo, tuthbitu sunniyatuhu, inathibiti usuna wake bikaulihi, kwenye ile kauli yake alosema min sha'airillah, kwamba ni miongoni mwa dalili za kumtukuza Allah. Warawa fi mushafi Ubay, na pia imepokelewa katika msafu wa Ubay bin Ka'bi. Masahaba jamani, wale waandishi waliokuwa wakiandika wahi, kila mmoja alikuwa na msafu wake kwa mujibu wa alivyopokea na aliandika vyake. Kwa ilikuwa viraa vinatofautiana saa nyingine alivyoandika huyu na alivyoandika huyu, kwa sababu huyu alisomewa hivi na mtume akaandika, na huyu alisomewa jingine. Kwa hiyo pia wakatumia ushahidi wa kiraa katika mushafi wa Ubay pamoja na Ibn Mas'ud. Ubay bin Ka'b na Abdullah Mas'udi, wao kwenye msafu wao aya hii ilikuwa inasomeka fala junaha alayhi alla yatawafa bihima. Kile alichosema Maisha kule, kumbuka alipoulizwa na yule mwanawe, mtoto wa ndugu yake, si wa dada yake, kaambia unaonaje mama aya hii? Mimi naona kwamba hakuna dhambi mtu kama hakufanyeje, hakutufu. Mama akamwambia umefasiri vibaya. Lau ingekuwa tafsiri yako wewe ni sahihi kwamba hakuna ubaya mtu kama hakutufu, isingekuja vile, ingekuja wala junaha alla yatawafa, yani kungekuja na la. Lakini pale haikuja la, kwa mujibu wa kiraa kile imekuja fala junaha an yatawafa bihima, hakuna la. Lakini vipo viraa kwenye misafu miwili ya Abdullah bin Mas'udi na Ubay bin Ka'b, imekuja hiyo fala junaha alayhi alla yatawafa bihima, kwamba hakuna dhambi akiwa hakutufu. Waelewana? Kwa kuna viraa viwili, kuna kiraa cha kwanza
fala junaha alayhi an yatawafa bihima, ndio iliyopo kwenye msafu huu. Fala junaha alayhi an yatawafa, hakuna la. Lakini kuna qiraa nyingine kimekuja iko la, fala junaha alayhi an la yatawafa bihima, kwamba hakuna dhambi kama hakutufu, ingawa viraa hivi si katika vile viraa vilivyokuwa mutawatir. Sababu viraa kuna mutawatir na vilivyokuwa si mutawatir. Hivi si katika viraa mutawatir vile saba. Na ikiwa si katika viraa mutawatir, maana yake kwa lugha nyingine ya kisheria huwa haitwi Qur'ani hiyo. Lakini ndio ipo, inakubalika kutafsiria. Naam. Fala junaha alayhi alla yatawafa bihima wa hadha nahi wa in lam yakun Qur'ana, anasema hata kama hatuwezi kusema kwamba hii ni Qur'ani kusoma alla yatawafa, kwa sababu kwamba si katika daraja ya mutawatir, katika visomo mutawatir hakiingie huko, kwa hatuwezi kusema kwamba ni Qur'ani. Fala yanhatu, lakini pamoja na kwamba hatusemi ni Qur'ani, lakini haitoshuka an rutubatil khabari, kwenye daraja ya kwamba hiyo ni hadithi imekuja pia kusimuliwa, kwamba habari hadithi imesimulia kwamba imekuja kwa maana hiyo pia. Fayakunu tafsira, kwa hiyo itakuwa ni tafsiri katika tafsiri yake. Wakachukua tafsiri kwamba pili hakuna ubaya, maana yake si wajibu, ni sunna, hakuna ubaya ukifanya. Wao wakatumia dalili hiyo. Dalili ya pili, wali annahu nusukun dhu adadi, sema isitoshe hii sahihi ni ibada dhu adadi, yenye idadi. Kuna raundi 7 zile na idadi ni ibada yenye idadi ambayo la yataalaku bilbaiti. Idadi hii na ibada hii haina mahusiano na ile baiti lil haram. Kwa hiyo falam yakun ruknan karami, hii haiwezi kuwa nguzo kama vile kufanya rami. Rami ni nguzo, hii si nguzo, sababu haina mahusiano na baiti lil haram, ni kitu kilichokuwa nje kando na baiti lil haram. Hiyo hoja yao ya pili. Sawa jamani. Jim tatu, yani msimamo wa tatu, wa dhahaba Abu Hanifa, hii ni kauli ya Abu Hanifa, wa Thawri na Imam Thawri, wal Hasan na Hasan bin Shaka al-Basri, wao wanasema ila annahu wajibu, kwamba kusai ni wajibu. Jamani, kihanafia wanaposema wajibu kuna tofauti baina ya wajibu na fardhi kihanafi. Sawa wanaposema fardhi na wajibu ni vitu viwili, wao wanatofautisha tofauti na jamhuri. Jamhuri wakisema wajibu na fardhi wao naona ni kitu hicho. Lakini kihanafia wakisema wajibu wanakusudia kitu chengine, maana si lile jambo ambalo ni la lazima, ni fardhi. Wao ni wajibu wanasema, walaisa birukni, na si nguzo. Kwa kuwa ni wajibu si nguzo, la yabtulu alhajju, haitabatilika hija au umra bitarkihi, kama mtu kaacha kusali. Kwa hiyo hawa na lile kundi la pili wanafanana kidogo, wametofautiana kwenye hukumu tu, kwamba wale wamesema ni sunna, au wasema nini ni wajibu, lakini wote wanakubalia kwamba ukiacha kusali si nguzo, kwa hiyo hija yako haitofanyaje, haitobatilika. Wa annahu, na kwamba idha tarakahu, mtu lakini akiacha, kwa mujibu wa msimamo huu, akiacha kusai hija haitoharibika, lakini wajaba alaihi damu, kwa sababu ni wajibu, atawajibikia kumwaga damu tu, hija yake itakuwa imekaa vizuri. Wale wanaosema sunna hakuna kumwaga damu, hakuna chochote, umeacha wewe wala haibatiliki hija yako. Hawa kwa sababu ni wajibu wanasema hija haitoharibika, lakini utawajibikiwa kumwaga damu, manake kuchinja mnyama. Warajaha sahibu al-Mughni, na amesapoti bana wa kitabu cha al-Mughni. Al-Mughni ni cha Imamu bin Qudama Hanbali, huyo amesapoti kutia nguvu zaidi bana wa kitabu cha Mughni hadha rai, amesapoti rai hii kwamba hii ndio kauli yenye nguvu kwa mujibu wa bin Qudama, anayekaona kwamba ni wajibu si nguzo, wala sio kwamba ni sunna, ni wajibu
ambao mtu akiacha hija haibatiliki, lakini atatakiwa kumwaga damu. Fakala, akasema hivi, wa huwa aula, sema kauli hii ndio kauli bora. Kwa nini? Lianna dalila, kwa sababu dalili, man aujabahu, ya wale waliowajibisha, dalla ala matlubi lujubi, zimefahamisha juu ya mutlaki lujubi, wameonyesha dalili ala mutlaki lujubi, juu ya wajibu tu moja kwa moja, kwamba mtu anawajibikiwa moja kwa moja kufanya kile kitu, ni wajibu. La ala kaunihi, hawajaonyesha ya kwamba la yatimu alwajibu, kwamba hautimii wajibu wake illa bihi, isipokuwa lazima afanye lile. Wamezungumzia kwamba ni kitu cha wajibu tu, mutlaki moja kwa moja ni wajibu, lakini hawajaonyeshea wao kwamba wajibu ule hautimii jambo lako mpaka upatikane ule, hawajaonyesha hivyo. Kwa hiyo kauli hii anaona ndio kauli iliyokuwa na msimamo mzuri, iliyokuwa na nguvu zaidi. Kwa ushahidi huo, pili, akajibu Ibn Qudama wa kauli Aisha, akaja kujibu zile kauli za wale waliosema wajibu kwa sababu ni nguzo na hivi na hivi. Akasema kauli ya mama Aisha radhiallahu anha fi dhalika, katika hilo, muaradun, inapingwa bikauli man khalafaha, inapingwa na kauli ya wale waliopingana na yeye mina sahaba. Kwa hiyo kauli ya mama Aisha kusema lau kama ingekuwa hii tafsiri yako wewe ya kwamba si wajibu, hakuna ubaya kufanya sa'i na marwa, ingekuwa hii kauli yako ni sahihi, ingekuja Allah yatawafa bihi ma, ndio imepingwa kwa sababu ndio imekuja hivyo. Kwa pamoja masahaba wengine hawakwenda hivyo, kwa hiyo imepingwa man khalafa min as-sahaba. Tatu, wa hadithu binti abi Tajra, na ile hadithi ya binti abi Tajra pia walioitumia kwamba ni nguzo. Qala ibn al-Mundhiri, pia amesema al-Mundhiri bi riwaya yarwihi, akasema hadithi ile imepokelewa na Abdullah bin Muammali, ndio aliyopokea. Wakatakallamu, na maulama hadithi wamezungumza maneno mengi fi hadithihi, kuhusiana hadithi yake, maana si hadithi sahihi. Watu wa musnadi wa masnadi wamekuja kuzungumza maneno kuhusiana na huyu, kwamba akubalika katika kukubalika kupokea hadithi zake na kutokukubalika. Kwa hiyo hadithi ile kama kuitumia ni ushahidi, bado haijawa. Wa huwa yadullu ala annahu maktubun, na mwisho wa yote inaonyeshea kwamba hadithi zake maktubu, zinaandikwa tu, lakini kukubaliwa jambo nyingine. Wa huwa alwajib, na hilo jambo la kuandikwa hadithi zake huyo bwana ni jambo la wajibu. Hakufikia daraja kwamba hadithi zake moja kwa moja ni maturuku. Kuna watu hadithi zao ni maturuku, manake hazifai hata kuandikwa, zimeachwa moja kwa moja. Zake yeye sawa, ni maktubu, lakini hazionyeshei ushahidi kamili kwamba yafaa kutegemea ushahidi wa hadithi hiyo. Nne, Ibn Qudama jamani huyo anasema wa amma al-aya, anajibu zile dalili. Ama ile aya, fa innaha nazalat, aya hile ilishuka, lamma taharraja nasu, pale walipoona dhambi watu, minasai, kusai fil islami, katika Uislamu waliona ni dhambi kusai wakiwa ndani ya Uislamu kwa sababu zile sanamu. Lamma kanu yatufuna bainahuma, pale walipokuwa wakitufu baina ya milima hiyo, fil jahiliya, katika zama za kijahili, liajili sanamaini, kwa sababu ya masanamu mawili yalikuweko pale, kana yalikuwepo ala Safa wal Marwa. Kwa hiyo walikuwa wanaona shida kwamba ni dhambi kutufu. Sasa ikiwa kulikuwa na hilo, kwa hiyo yaonyesha wazi kwamba kauli ilivyokuja fala junaha haionyeshi nini? Haionyeshi wajibu. Imekuja tu kuwaonyesha kwamba wao walikuwa wanaona shida, kama kwamba ukihiji ukifanya sasa utapata dhambi. Aya imekuja hamupati dhambi. Kwa hiyo pale hakuna dalili ya mambo kwamba ni nguzo sijui hakuna hicho kitu. Shurutuhu, masharti ya kusai. Yashtaritu li sihhati sa'i umurun, kuna shartishwa ili saia yako iwe sahihi. Umurun, kuna shartishwa mambo mengi tu uyakamilishe. La kwanza, an yakuna baada tawaf, sa'i yako lazima uifanye baada ya tawafu al-qudum. Tulijima tuliona kwamba ukifika pale Makkah al-Mukarrama,
Jambo la mwanzo unalofika pale unafanya nini? Unafanya tawafu, inaitwa tawafu al-qudum. Ukitoka kumaliza tawafu unakwenda makamu Ibrahim na sali. Baada ya makamu Ibrahim ndio unakwenda wapi? Usai. Kwa hiyo sa'i inafanywa iwe imefanywa baada ya tawafu. Usije ukaanza sa'i kabla ya tawafu. Pili, wa an yakuna 7 ashwaq, lazima ziwe raundi 7 tawafu zako, sa'i zako ziwe ni 7. Tatu, wa an yabda bisafa, lazima mtu aanze mlima wa Safa, wa yakhtima bil Marwa, amalizie mlima wa Marwa. Usije ufanya kinyume chake ukaanza Marwa ukaenda Safa. Lakini wengine wale walaona kwamba si nguzo hii, kwa hiyo ina maana kwa wao hakuna ulazima. Huu mambo wa mwala huwe hakuna ulazima kwa. So ukifanya kinyume chake alimradi ufanye tu. Lakini kwa hapa unasema lazima uanze Safa alafu ndio Marwa. Usije ukaanza Marwa ukaenda Safa, kwa sababu utakuwa hukufanya kama alivyoanza Allah subhanahu. 4, wa an yakuna saya fil mas'a, iwe saya yako unaofanya usai katika mas'a, kwenye zile njia za sai ambazo zimewekwa, sio ukapita nje ya ile maeneo ambayo wewe ulitakiwa usai mule. Kwa pamoja yani kuna eneo linaitwa mas'a ambayo wewe unatakiwa upite kwenye sai yako, usai kwenye sehemu zile, usije ukafanya sai nje ya maeneo yale. Wa huwa tariqun, na mas'a sehemu ya kutufu ni njia almumattabu, ilizoandaliwa au zimewekwa leo baina Safa wal Marwa, kati ya Safa na Marwa wameweka njia hizo, wala hakuna shida. Kwa hiyo hizo lazima utekeleze hayo masharti. Kwa nini utekeleze masharti? Li fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhalika, kwa sababu ya kitendo cha mtume kutenda, kwamba mtume ndivyo alivyofanya. Alifanya 7 baada ya tawafu, pia alifanya 7, pia alianza Safa ndio akaenda Marwa, na pia alipita kwenye mas'a, kwenye sehemu zile za kusali. Hicho ni katika fi'li Rasuli sallallahu alaihi wasallam dhalika ma kaulihi, tena si kwamba wewe tu kafanya hivyo, pia pamoja na kauli yake aliamrisha akasema, khudhu anni manasikakum, igeni kwangu ibada zenu. Kwa hiyo hii ni amri pia, pamoja kwamba kitendo cha mtume kafanya hivyo, lakini pia kuna kauli yake ya kuamrisha kwamba khudhu anni manasikakum, igeni kwangu ibada zenu. Kwa hiyo tuna ulazima wa kumuiga yeye, ndio kafanya hivyo, au tumuige alivyofanya. Kwa hiyo falau saa kabla tawafi, kama mtu atasai kabla hajatufu, ikiwa ni tawafu al-qudumi au tawafu al-ifadha kwa wale waliokuwa mutamati, au badaa bil Marwa, au mtu alianza Marwa mwanzo kabla ya Safa, wa khatama bi Safa, akamalizia Safa nikageuza kinyume nyume, au saa fi ghairi mas'a, au akasai kinyume na zile njia za kusaia, batala sa'yuhu, sa'i yake itabatilika. As-suudu ala Safa, kupanda juu ya mlima wa Safa. Vipi hili jambo? As-suudu ala Safa, kupanda juu ya mlima wa Safa. Anasema wala yashtaritu, hakuna sharti lisihati sa'i, kwamba ili isihi sa'i yako an yarqa ala Safa, kwamba lazima upande juu ule mlima wa Safa na Marwa. Hakuna sharti, limradi uende mpaka pale, japo upande kidogo uguse, uende mpaka katikati, lakini si lazima kwamba lazima ufike juu kileleni. Hakuna sharti. Lakini yajibu alayhi, kinachomuwajibikia an yastawaba ma bainahuma, akamilishe tu yale maeneo yaliyoko baina ya Safa na Marwa, uyakamilishe. Hii Safa, hii Marwa, haya maeneo yakamilike, uende ufike hapa na huku ufike mlima, limradi hapo kidogo, lakini hakuna lazima kwamba ukae kileleni. Fayalsiku kadamahu, anatakiwa akanyage miguu yake bihima, ukanyage milima hiyo, limradi uende upate kuukanyaga ule mlima. Bidhihabi wal iyadi, katika kwenda na kurudi pia.
Unapokwenda ule kule ukanyage, na unaporudi huu pia ukanyage. Fa in taraka shay'an, kama ataacha chochote, lam yastawibuhu, ikawa hakukamilisha, hakufika kwenye kukanyaga Safa au Marwa, lam yujziuhu, haitamjuzia saa yake, hata yaati, mpaka aje pale pahala pa Marwa, afike aguse Marwa au aguse Safa. Kwa pamoja. Almuwalatu fi sa'i, kufuatanisha. Muwala manake ni kufuatanisha, kwamba je, raundi ni 7 lazima zikamatane hivi au unaweza ukaziachanisha zile raundi. Anasema wala tashtaritu almuwalati fi sa'i, hakuna sharti ya muwala kwamba lazima uzifuatanishe zile raundi zako za kusai. Falau aradha lahu, lau kama aradha lahu, kutatokea kwake aridhu, jambo yamnauhu, likamzuia, min muwasilati alashwati, kuunganisha zile raundi zake za kufanya sai, au ukimati salatu, au pengine alisfai katikati kakimiwa sala, basi falahu an yaqta, anayo haki ya kukata saya yake, lidhalika, kwa sababu ya jambo hilo lilotokea, kwa sababu hakuna ulazima wa muwala. Metokezea shekhe, umeanza sai, pengine upiga raundi ya kwanza, ushafika 2, likatokea jambo, pengine umesikia haja, jisikia choo tupo, basi unaweza ukakatisha, ukaenda chooni kabisa, ukarudi, ukaenda ukaendelea. Au hata pengine ulisai, umechoka tu, una pressure yanijia, hakuna lazima hiyo. Kwa kitako lala, pepewa we, hata mpaka jioni imefika, mradi umalize tu, hakuna muwala. Fa idha faragha, akimaliza kufanya hilo lililotokea, mimma aradha lahu, katika hilo lililotokea kwake, bana alaihi, atajengea juu yake hesabu yake, wa akmalahu, atakamilisha raundi zake. Na ushahidi wa hayo, fa ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdallah bin Umar, Allah mridhie, annahu kana yatufu baina Safa wal Marwa, yeye mwenyewe huyu Abdallah alikuwa akitufu baina wa Safa na Marwa. Fa aajalahu albaulu, ukambana mkojo, haja ndogo. Fa aajalahu albaul, ukambana mkojo, haja ndogo ikambana. Fatanaha, aliondoka kwenye sai. Wadaa bimai, akaajizia maji. Fatawadha, yani akaenda chooni alafu akatawadha. Thumma kama, kisha akasimama. Faatamma ala ma madha, akakamilisha ala ma madha, juu ya kile kilichokusha kupita, kwamba keshafanya raundi ngapi kakamilishia. Hii yote kuonyesha kwamba hakuna lazima, hakuna sharti ya muwala. Hadithi rawahu Sa'id bin Mansuri, imepokewa na Sa'id bin Mansuri. Kama la tashtaritu almuwalati baina at-tawafi wa sa'i, yani ni sawa sawa kama ambavyo hakuna sharti ya muwala kwenye tawafu. Kule tuliona hilo kwenye tawafu ile, pia nako hakuna sharti kwamba lazima zile unapofanya tawafu lazima zikamatane raundi zako 7. Tuliona kwamba ikiwa imekimiwa swala, unakwenda kuswali unakamilisha, basi kama ilivyokuwa kule iko hivyo na huku ndio hivyo hivyo. Kama la tashtaritu almuwalati baina at-tawafi wa sa'i, kama ambavyo hakuna masharti ya muwala baina ya kutufu na kusai. Qala fil Mughni, amesema katika kitabu cha Mughni Ibn Qudama huyo. Qala Ahmad, amesema Imam Ahmad, la baasa, hakuna ubaya, an yuakhara as-sa'ya, hata kucheleweshwa hiyo sa'i, hata yastariha, mpaka mtu apumzike. Yani wewe ulikwenda pale, ulipokwenda umefanya tawafu al-qudumi, ulipomaliza tawafu sasa umejichokea, hakuna lazima uunganishe baina ya tawafu hii na kusai. Nasema unaweza ukakaa mpaka ukafanyeje, kupumzika. Au ila al-ashi, anaweza kukaa mpaka jioni. Umemaliza kutufu sasa hivi asubuhi, basi ukaenda ukafanya sai jioni, napumzika bwana, nimejichokea. Hakuna huo muwala. Wakana Ata, na alikuwa bwana Ata wal Hasani, na bwana Hasani bila shaka Hasani Basri, la yarayani ba'sa, walikuwa hawaoni kwamba kuna ubaya, liman tafa bil baiti, kwa yule aliyetufu katika nyumba ya Allah, awwala nahari,
kule ulitufu mwanzo wa mchana, manake asubuhi ulifanya tawafu kama ni kudumi. An yuakhira safa, hakuna ubaya kuchelewesha wewe kufanya sa'i baina ya Safa wal Marwa ila al-ashi, akasubiri mpaka mchana, jioni huko, kuna dhambi. Wa fa'alahu al-Qasim, na alifanya hivyo bwana Qasim, wa Sa'id bin Jubair, na Sa'id bin Jubair walifanya hivyo. Kwa nini? Li anna al-muwalati, kwa sababu muwala idha lam tajibu fi nafsi sa'i, ikiwa haukuwajibika kwenye ile sa'i yenyewe, hakuna lazima ya muwala, kwamba zile raundi 7 lazima uziunganishe kwenye wenyewe, hakuna muwala. Basi ikiwa ni hivyo, fa fima bainahu, basi kati ya sa'i wa baina tawafi na kutufu, aula ni zaidi kutokuwa na muwala. Imefahamika hapo? Tumeona kwamba kule kusai ni raundi 7, lakini katika kuzifanya zile raundi 7 hakuna sharti kwamba lazima uziunganishe, zaweza kukatwa huko katikati, ukatokea mambo ukafanya, alafu ukaendelea na saya yako. Sasa ikiwa ile sa'i yenyewe haina sharti ya muwala, basi vile vile baina ya hiyo sa'i na tawafu ni zaidi kutokuwa na nini, muwala, kwamba si kwamba ndio ukitoka kwenye tawafu moja kwa moja uende ukasai. Waweza ukamaza tawafu ukaenda ukasai hata jioni. Sawa, ni aula. Warawa Sa'id bin Mansuri, na pia amepokea bwana Sa'id bin Mansuri hadithi kwamba anna Sauda, hakika mama Sauda zawju Urwa, mke wa bwana Urwa bin Zubairi, huyo sa'at baina Safa, yeye alisai baina Safa na Marwa. Fakadha tawafuha, alimaliza tawafu yake fi 3 ayami, kwa siku 3 ndo kamaliza kusai. Wa kanat dhahma, na alikuwa bonge. Kwa hiyo yeye kafanya sai siku 3. Sijui siku ya kwanza kapiga 2, mfano piga 2 yumaji, acha sawa. Kija kesho kapiga 3, 5, si ndio? Kachoka, kamalizia kesho kutwa. Kwa hiyo siku 3 kamaliza saa yake, kuonyesha kwamba hakuna sharti ya muwala katika saa, ni mradi wewe uzifanye tu hivi. Hivi naona kana kubembeleza. Alikuwa dhahma, mwingi wa mwili. At-taharatu lisai, kujitoharisha kwa ajili ya kusai. Vipi? Sai lazima uwe tohara, au unaweza ukasai hata kama hauko tohara. Kule katika tawafu tumeona kwamba haitakiwi kutufu katika Baiti al-Haram, lazima uwe tohara. Je, kwenye sai? Dhahaba aktharu ahlul ilmi, wamekwenda wanawavuoni wengi, ila annahu, ya kwamba la tashtaritu tahara, hakuna masharti ya utohara lisai, kwa ajili ya kusai baina Safa wal Marwa, kati ya Safa na Marwa unaweza ukasai hata kama huko tohara. Tena likauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Aisha, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume, rehma na amani juu yake, aliyomwambia mama Aisha hina hadhat, pale mama Aisha alipopata hedhi. Tulipita huko nyuma kwamba walikuja na mkewe Mtume sallama hija, walipofika Sarifa anasema alipata hedhi mama Aisha, naelewana. Alipopata hedhi hina hadhat, Mtume alimwambia fakudhi ma yakudhi alhaj, yafanye yote anayoyafanya haji nawe fanya, ghaira an la tatufi bilbaiti, isipokuwa tu usije ukatufu nyumba ya Allah, hata taghtasili, mpaka uko. Huu ni ushahidi kwamba alimwamrisha afanye yote, ila aliyomkataza ni jambo gani? Moja tu, asije tufu tu nyumba ya Allah. Kwa ina maana yote aliyobakia kusai, sijui kwenda wapi, sijui kwenda Mina, kwenda wapi, kwenda Muzdalifa, kwenda yote atayafanya, jamarati atapiga, kila kitu. Alichokatazwa asije akafanyaje? Akatufu tu nyumba ya Allah. Kwa hiyo kuonyesha kwamba kusai mtu anawe, na yeye alikuwa iko hedhi. Hedhi ni hadath kubwa hiyo. Kwa hiyo inaonekana kwamba kwenye kusai hakuna sharti la kwamba lazima mtu awe tohara. Hadithi hii rawahu Muslim, umepokea na Muslim. Wakalat Aisha, akasema mama Aisha, wa Ummu Salama, na mama Salama akasema, idha tafat almar'atu bilbaiti,
atakapotufu mwanamke nyumba ya Allah, wa sallat rak'ataini, na akaswali rakaa mbili pale makamu Ibrahima, thumma khadhati, kisha ikatokea akapata hedhi, basi falitatufu bisafa almarwa, na atufu tu baina ya Safa na Marwa, atufu wala hazuii. Rawahu Sa'id bin Mansuri, ipokewa na Zaid bin Mansuri. Wa in kana almustahabu, ijapokuwa kinachopendeza kwamba unaweza kusai basi inakuwa na tohara, inakubalika. Lakini wa in kana mustahabu, ijapokuwa kinachopendeza zaidi, an yakuna almar'u ala taharati, mtu awe na tohara, fi jamii manasikihi, katika ibada zake zote inapendeza kwamba asifanye akiwa na tohara, lakini kwa kusai haikuzui. Uzuri zaidi ukiwa na nini? Tohara. Kwa ufupi, fa inna taharata amrun marghubun shar'an, kwa sababu tohara, usafi, ni jambo ambalo marghubun shar'an, ni jambo linalopendeza sana kisheria, kwamba ibada zote ukizifanya uzuri ukiwa una tohara. Lakini kuna ibada hazikuzuii kuzifanya eti kwa sababu huko tohara, ila uzuri kuzifanya ukiwa tohara. Almashi wa rukubi fihi, almashi kutembea kwa miguu, wa rukubi na kupanda kipando katika kusai baina Safa na Marwa. Kwamba je, inawezekana ukafanya sai kwa kutembea kwa miguu, au unaweza ukafanya sai ukiwa juu ya kipando, pengine mnyama, kwa unafanya hizi tawafu za sai na Marwa ukiwa katika mnyama, au vipi? Anasema yajuzu inafaa, japo si vizuri sana, inajuzu, lakini asaya, kusai rakiban, hali ya kuwa umepanda mnyama, wa mashia, na pia katika hali ya kutembea kwa miguu, yote inafaa. Lakini walmashi afdal, kutembea kwa miguu ni bora. Hata kule kwenye tawafu baina fi baiti alharam, na vile vile inafaa kutufu ukiwa kwenye kipando, lakini kutufu kwa kutembea na miguu ni aula zaidi. Walmashi afdal. Wa fi hadithi ibn Abbas, katika hadithi ibn Abbas imekuja radhiallahu anhuma, ma, kuna kitu ambacho yufidu, kinachofidisha, annahu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam masha, yeye alitembea kwa miguu. Falamma kathura alaihi nasu, watu walipoongezeka wakawa wengi, waghashauhu, wakawa na mziba, watu hawamuoni, rakiba, ilibidi hapa akapanda mnyama, liyarauhu, lengo kwamba watu wamuone, kwa sababu walikuwa wanapata tabu. Wengine walikuwa wanamtafuta wamuone vile afanyavyo hivi waige, wengine wataka wamuone wamjue tu, hawamjui, wasikia tu Muhammadi, na Muhammadi kaja, Muhammadi. Watu wametoka majumbani wanachungulia, sasa hawamuoni, na watu washakuwa wengi, ilibidi apande yeye mnyama, akawa anafanya sai baina Safa na Marwa, akiwa akapanda mnyama ili watu wamuone, maana si atakuwa yuko juu. Tulipita, nakumbuka hadithi hii. Rakiba liyarahu wa yasaluhu, ili watu wamuone, wa yasaluhu, na wapate kumuuliza maswali yao wanaweza kumuuliza. Qala Abu Tufaili, amesema baba Tufaili, libn Abbasi, alimwambia ibn Abbasi radhiallahu anhuma, alimwambia akhbirni, hebu nieleze bwana, ani tawafi, kuhusiana na kutufu baina Safa wal Marwa, kati ya Safa na Marwa, rakiban, hali ya kuwa mtu kapanda mnyama, asunnatuhu, ni sunna hiyo, ni utaratibu wa Mtume sallam. Fa inna qaumaka, kwani watu wako, yazamuna, wanadai, annahu sunna, kwamba eti ni sunna. Je, ni kweli? Qala, akajibu kwa kusema, sadaku, wamesema kweli, lakini wakadhabu, pia wamesema uongo. Wamesema kweli, lakini pia wamesema uongo. Haya, wamesema kweli na wamesema uongo vipi? Kala, akasema, qultu, nikasema, wama kauluka, haya inakuwaje haya maneno yako, sadaku wakadhabu, wamesema kweli, wamesema na uongo, inakuwaje hivi? Kala, akasema, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kwamba hakika Mtume, rehma na amani juu yake, kathura alaihi nasu, watu walikuwa wengi kwake. Kwa hiyo watu kama wanasema kwamba inafaa tu kupanda mnyama ukasai, hali ya kuwa wamesema nini? Uongo, ndo manake.
Lakini ikiwa kwamba watu wamepanda kwa sababu maalum, manake ni kweli sadaku. Walikuwa wengi watu yakuluna, ikawa watu wanasema hadha Muhammad, jamani Muhammadi huyu, hadha Muhammadi huyu, hata kharaja alawatiki, mpaka vigori wariwari wakatoka na wao majumbani wataka wamuone. Min albuyut, wakatoka kwenye majumba yao wataka wamuone Muhammad, jamani huyu. Sasa hawamuone, watu washazunguruka wengi. Qala, akasema wakana Rasulullah sallam, na alikuwa mtume rehema na amani yake, la yudhrabu nasu baina yadayhi, watu hawapigwi mbele yake. Mtume ilikuwa watu hawapigwi mbele yake. Ufahameni, yaani mbele ya mtume hakuna mtu atapata shida naye akiwa yupo, tofauti na viongozi wengine. Utachezea tu vibao mbele yake, yeye mbele yake hapigwi mtu. Sasa kwa kuwa yeye yuko pale na watu weshakuwa wengi na watoto watoka majumbani wamuone yeye, si msukumano huo? Atapigwa mtu kubwa anguke akanyago afe mbele yake? Ikiwa shida nkuniona, acha mpande juu, je mkapigana bure? Tuko pamoja? Kwa hiyo alipanda kwa sababu maalum inaonekana. Kwa hiyo akasema falamma kathura alayhi, watu walipokuwa wengi, nasu rakiba, mtume ndio alipanda mnyama. Lakini walmashi wasai, kule kutembea kwa miguu, wasai na ukafanya sai kwa miguu, afdhalu, ni jambo bora. Hadithi rawahu Muslim wa ghairuhu, na wengineo. Warukubu, na huku kupanda mnyama hali ya kuwa wewe unasai, wa in kana jaiza, ijapokuwa linajuzu hilo jambo lafaa, illa isipokuwa annahu makruhu, si jambo lipendezayo, ni makruhu. Kwa kuwe na sababu pengine unaona wewe ndio kama hivyo, kama yule mama aliyetufu aliyefanya sai siku 3 nzima, sio katika hali kama hiyo, pengine huwezi mapresha, basi ina maana kuna sababu za kufanya hivyo. Lakini wewe shekhe, waweza kijana shababu waweza kutembea sai, tena baada ya kwenda 7 unaweza kwenda, ukakumbuka kama ile kauli nyingine, baada ya kuwa ni 7 unaweza ukaenda hata 17 pale. Tufahamiane, tukasema ustazi kasema inapoweza kwenda 17. Hii inakusudia kwamba una uwezo wa kwenda raundi zako 7 na bado ukawa huko. Yageuka yule jamaa, nasikia kuna mheshimiwa mmoja simjui, alialikwa kwenye mashindano ya Qur'ani kama mgeni rasmi. Basi alipomaliza akasema kapongeza, sema walimu bwana, mnafaa kupongezwa sana, juhudi kubwa mmefanya. Watoto wamehifadhi juzuu 30, mkiongeza juhudi watahifadhi mpaka 40. Hakuna juzuu 40. Kwa huko hakuna raundi zaidi ya 7. Isikafahamika kwamba mtu kasema raundi 17. Ninachokusudia kwamba wewe uko na afya yako, waweza kutembea, si vizuri usai ukiwa juu ya kipando, ni makruhu. Qala Tirmidhi, amesema Imam Tirmidhi, wakadikariha qaumun, wamechukia watu, min ahli ilmi, katika wanavuoni, an yatufa ar-rajulu, kutufu mwanamme au mtu, bilbaiti, akatufu nyumba ya Allah, wa baina safa al-marwa, na kati ya safa na marwa, rakiban, hali ya kuwa wamepanda mnyama. Nichukia hilo jambo, illa isipokuwa min udhurin, pawe na udhuru. Wa huwa kaulu Shafi'i, na pia hiyo ndio kauli ya Imam Shafi'i kwamba ni makruhu labda uwe na udhuru. Wa inda al-Malikia, na kwa upande wa Kimaliki wanasema anna man saa rakiban, kwamba yeyote atakayesai hali ya kuwa amepanda mnyama, min ghairi udhuri, basi na udhuru, aada, saa yake itabidi airejee. Hiyo Kimalikia hiyo. Kuna sababu bwana, manake una relax tu upite pale na mnyama wako, utarejea hizo. In lam yaftul waqt, ikiwa muda haujamaliza wa kufanya sa'i, atabidi arejee. Wa in fata alaihi, ikiwa fata muda ushaisha wa sa'i, hapo fa alaihi damu. Kimaliki utamwaga damu, manake utachinja mnyama, sio kauwe mtu ukafahamika kumwaga damu manake akapigane, la, atawajibikiwa kumwaga damu, manake atachinja, atatoa kafara ya kuchinja mnyama.
Kwa nini? Lianna almashya, kwa sababu kutembea kwa miguu, inda alqudra, pale mtu anapokuwa na uwezo alaihi wa kufanya hivyo, wajibun, ni kitu wajibu. Wakadha yakulu Abu Hanifa, hivi ndivyo anavyosema na Abu Hanifa, kwamba ukitembea pale hali ya kuwa umepanda mnyama, huna udhuru, utarudia, na muda kama umeisha utamwaga damu. Waalalu, na wakatolea sababu rukubu Rasulillah, kwamba upandaji wa Mtume sallama wa mnyama, kwamba ule ulikuwa una sababu zake, bikathratu nasi, kwamba yeye alipanda sawa. Msiseme Mtume katufu kapanda, sawa, yeye ilikuwa alifanya vile bikathratu nasi, kwa sababu ya watu kuwa wengi, wazdihamihim, na ule msongamana wao, alaihi, juu yake, waghshiyanihim lahu, na kule kumziba kwao yeye wakati akijua watu wanahitaji kumuona. Wa hadha udhrun, huu ni udhuru yaktadhi rukuba, ambao ulipelekea yeye apande mnyama. Wewe ukenda ukapanda tu, huna udhuru, itakuwa hujafanya jambo zuri. Okay? Wallahu a'lam. Naam. Shekhe, kiraa kile kipo, lakini si kiraa sahihi. Tumesema viraa kuna aina mbili, kuna viraa mutawatir na kuna viraa si mutawatir. Kiraa ili kiitwe kiraa ambacho kinafaa kufanywa kiraa, na kiraa hicho kikisoma itasemwa ni Qur'ani, lazima iwe kimepita katika hali ya upokewaji wa kimutawatir. Upo, lakini mutawatir ni nini? Sio mutawatir ni kitu gani? Jaribu upo, wananichungulia hivi. Viraa kuna mutawatir na visivyokuwa nini mutawatir, upokewaji wa vile viraa. Kama hadithi hizi tunazosoma pia zimegawika aina hiyo, kuna hadithi ni mutawatir na kuna hadithi ambazo si mutawatir, yani ni ahadi wanaita. Kwa hiyo qiraa, ili kiitwe qiraa, na qiraa hicho kikisomwa kinaitwa insoma Qur'an kisheria, lazima qiraa hicho iwe kimepokelewa katika riwaya za kimutawatir. Mutawatir maana yake kuna khilafu ulama, yani iwe kilipopokewa kimepokewa na watu wengi wasiopungua 10. Yani kwa mfano kama ni hadithi Mtume alisema maneno, tupo watu watatu, supo tutakwenda kusimulia, nilimsikia Mtume kasema hivi, hiyo haitwi mutawatir kwa sababu ulikuwa watu wachache. Lakini tulikuwa watu 10, 20 kwenda juu zaidi, inaitwa mutawatir. Kwa hiyo kisomo kinachoitwa kisomo sahihi na kikaitwa ni Qur'ani ni kile kilichopokelewa kwa njia ya watu wengi. Sasa tulichokipita hapa kile kiraa cha Ubay bin Ka'b na kiraa cha nani cha msafu wa Abdallah bin Mas'udi si katika viraa vilivyoingia kwenye mutawatir. Ndio maana akasema ijapokuwa hili hatusemi Qur'ani. Kwa nini si Qur'ani? Kwa sababu si mutawatir. Lakini ni tafsiri. Ni tafsiri, maana ni khabar, ni hadithi. Ni sawa sawa na hadithi, kuna mutana ahadi. Kwa ina maana hadithi ya ahadi unaiacha kuifuata. Inafaa kufasiria. Kwa hiyo hatusemi kwamba kila kile hakifai usio ukakaa, kwa sababu si Qur'ani, ukaja ukakaa kwenye sala ukasoma faman hajja albayta wa i'tamara fala junaha alla yatawafa bihima, itakuwa kusoma Qur'ani. Sawa kwa sababu utakuwa umesoma nini? Si Qur'ani, kwa sababu kiraa kile hakikuingia kwenye daraja ya mutawatir. Viko viraa vingi tu vilivyokuwa ambao si mutawatir. Tayari shaka wangu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya viraa. Tena siye kwetu huku hata hatusome kabisa mambo ya viraa, hatujui kama. Tuna kiraa chetu hicho kimoja ndio hicho. Na hicho hatukijui.
Unafikiri hicho Petro kijua? Kijua. Mazoea tu twasikia kwa sababu wazaliwa wasoma hivi na wasoma hivyo. Na makafiri waliweka, makafiri walikuwa wakiabudia sanamu zao, masanamu yaliyokuwa Safa na Marwa, sio? Waliweka nani? Waliweka Makuraishi. Kulikuwa, kwani sio pale Safa na Marwa mshahajibu? Si unajua kwamba hata kwenye Baiti la Haram pia walikuwemo sanamu 360. Waliweka nani? Wafikiri kaika Mtume? Waliweka wao wakiabudu tayari, na Mtume sallama hakuziondosha pale mwanzoni kwa sababu hajakuwa na nini, hajakuwa na daula, akaenda akifanya ibada hiyo. Sanamu kaja kuziondosha wakati gani? Alipokuja kufanya mapinduzi, ana tayari kisha tawala, ndio anamwambia Sayyidina Ali, sanamu yoyote utakayokuta, tembea, ukikuta sanamu vunja, ukikuta kaburi limenyanyuliwa zaidi ya shubiri vunja. Sababu sasa kisha kuwa na nini, daula. Pale nyuma hajakuwa na daula, akaenda akifanya ibada mbele na masanamu yamo 360 tayari. Leo haabudu sanamu wenyewe, ndio sanamu za wameli. Kwa ufupi swali lako, waliweka nani? Waliweka Makuraishi. Wallahu a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa alimna ma lam na'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.